Kuna video ambayo imetrend sana huko Nigeria, ni bibi harusi inaonekana alikuwa hajamaliza payment kwa baadhi ya vendors. Kwa hiyo ni kama mwenye nguo akataka kumtoa nguo, aliyemfanyia makeup akawa anamfanya hivi makeup itoke. Lakini naomba niwaambie hivi vitu ni vya ukweli. Mimi ilishanikuta mara 2. Hapa kama miaka 2 nyuma ilishanikuta. Scenario ya kwanza, kuna bibi harusi alikuja dukani, anataka kukodi nguo. Akakodi, alikuja na mume wake, wakakodi nguo. Akafanya nusu payment. Baada ya hapo akaniambia kwamba final payment atamalizia siku ambayo anafanyaje, naenda kumvalisha. Okay. Ikafika siku ya kumvalisha, akanipa location. Alivalia kwenye hoteli moja kubwa sana huko Posta. Basi nikaenda. Sasa hakuwa Mtanzania, alikuwa tu ni mtu wa nchi jirani. Alafu ndugu zake walikuja. Kwa hiyo yeye alikuwa room ya kwanza, ndugu zake wakaa next room. Okay. Ikawa kwamba nikaenda nikamvalisha. Ameshamaliza makeup, nikamvalisha. Nimemvalisha, nimemaliza. Okay, unabidi umalizie payment. Sijui bwana harusi hajanipa hela, amesema tukimaliza atakutumia sijui kesho bla bla baba mambo mengi. Nikamwambia wewe, ulishaikuona hicho kitu wapi? Ulishakiona wapi? Nikamwambia hapana. Basi tukavutana pale, akawa ameshachelewa kanisani. Ikabidi tuongozane. Nikamwambia ni hapa utaenda kanisani, lakini mimi nitakuwa nyuma. Tukaenda mpaka kanisani. Uzuri kanisa lilikuwa alikuwa mbali. Kanisa lilikuwa ile Rutherland ya pale Posta. Kwa hiyo tukaongozana. Kufika mpaka pale, bwana harusi nikamkuta, alikuwa ameshafika yeye bwana harusi. Nikamwambia bwana harusi, unatakiwa umalizie payment. Akaniambia dada samani, naomba tutamalizia tukimaliza shughuli sijui, yani vitu kama hivyo. Nikamwambia haiwezekani, hayo hayakuwa makubaliano yetu. Makubaliano pia ya ofisi ni lazima kwamba unapokodi nguo ulipie nguo, kama utalipia nusu au utalipia yote, lakini kabla ya kuvaa nguo ulitakuwa umeshamaliza payment. Hatuwezi kukuachia kwa sababu hakuna anayekumbukaga fadhila baada ya kutendewa jambo. Tukabishana hapo. Basi muda wa kuingia kanisani wao ukao umefika, ananizungusha kulia kushoto. Mchungaji akawa ametokea. Sasa nahisi alikuwa anatakiwa waongoze ili waweze kuingia kanisani wote kwa pamoja. Mchungaji naye ananiona mimi namfuatafuata yule mbaba. Akaniita, dada binti njoo. Nahisi aliona kama ni mtu ambaye nimeenda kuzuia ndoa, nimeenda kuweka kizuizi kwa sababu pia nilikuwa sijavaa proper, nilikuwa sijavaa kikanisani. Akaniambia binti njoo, nikaenda. Ni nini? Nikamuelezea. Akastaki